Karibu bwana Bongo 5. Asante sana. Hii ndio mara ya kwanza kuja Bongo 5? Yeah. Mara ya kwanza. Karibu sana. Ngoja tukiwa tunaendelea kupiga story. Nimeshikia hivi. Tuko panga vitu hapa. Stories ziendelee alafu ili nikufunge sana. Nione utaalamu wako huko. Yale yomo hapo huko kwenye movie tu. Au sio? Vipi lakini? Wewe jiandae, tunakudhalilisha hapa sasa hivi. Bwana hongera bwana. Naona kazi nzuri zinaendelea kufanyika kwa kweli. Kwa lazima tuwapongeze bwana watu wa movie. Kwa sababu hiyo Bongo Movie bwana ni mimi nasemaga ni kama core ya tasnia ya burudani. Yaani ni kama ndio hii yote tunaona muziki, tunaona nini, lakini mimi naamini shine ni Bongo Movie. Kweli. Unapaswa mimi Bongo Movie. Nyaze? Kwa hiyo hongera bwana, tunaona kazi zako ambazo zinaendelea kufanyika. Nini? Kumbe unafuatilia? Sana. Mimi sasa ndo mfuatiliaji wa hivyo vitu sana. Okay. Basi ni vizuri kama unafuatilia. Na pia nashukuru kwa sababu ni kweli unachokisema. Bongo Movie ndo niseme kiwanda mama. Industry mama, tasnia mama ambayo hata watu wote unaowaona kwenye muziki sijui wapi leo hii ni wakubwa wote kwenye kujitafuta. Ilibidi kwanza waje. Twende nikufunge bwana. Unataka nikufunge bwana? Kama nikwepa. Unajua hapa kwanza naongea pointi muhimu. Okay. Ilibidi waje huku Bongo Movie ili kutafuta connection, wanatoka tokaje kwenye maisha yani. Wanaenda na nani ambaye anaweza kawapeleka mjini. Ndio kitu kilichofanyika. Kwa hiyo Bongo Movie ni industry moja ambayo ni basi tu sasa hivi soko letu sio zuri sana. Lakini ukweli ni kwamba Bongo Movie ni kiwanda mama. Hiyo mimi mwenyewe nakubaliana nayo kabisa. Wewe ulikuwa na ndoto ya kuwa mwigizaji kabisa au ulikuwa unawaza vitu vingine ukashangaa ukaangikia kwenye uigizaji? Mimi kusema ukweli, zamani sikuwa sana kwamba napenda kuwa mwigizaji. Lakini nilikuwa napenda waigizaji. Maana yake unafuatilia. Yaani kipindi kile movies zinatoka kwenye CD sijui nini. Hakuna movie ilikuwa inatoka mimi nisinunue. Yaani ndani kwangu ilikuwa kama ni library. Ukiingia ndani kwangu kila movie iliyotoka ya Steps, sijui ya Mtitu, sijui ya kampuni gani, utazikuta ndani. Okay, kumbe kina Mtitu pia unafuatilia na wewe? Yes. Kwa hiyo nakuwa nanunua, naangalia. Kwa hiyo nikajikuta naelewa, ninajua hadi kuigiza wakati sijawahi kwenda sijui kwenye kikundi, sijui kwenye darasa, lakini vile ninavyowaona ni afisa Mungu alinipa upeo. Nikiangalia story, funge vizuri. Nikiangalia story na kwa kabisa najua kwamba hii inaenda wapi. Na huyu atakwenda wapi? Yaani nilikuwa naelewa kirahisi sana. Tofauti hata na waigizaji. Kwa hiyo sasa siku nimepata fursa ya kusema niigize, ilikuwa ni fursa ilitokea. Ilikuwa nini nalikuwaje? Unaweza kushare labda ilikuwaje wakati unapata nafasi ya kwanza? Okay, mimi nilikuwa kanisani. Kanisani wakawa wanaandaa movie. Za kanisa zile maigizo maana kama? Yes. Wakasema tutafute star mmoja kwenye industry ya Bongo Movie ambaye ameokoka aje to join ili kutusaidia kuipush. Wakamtafuta dada anaitwa Tea. Tea tumfahamu Tea. Sasa Tea alivyotafutwa, ukweli kwamba ile movie haikuwahi kushutiwa. Hapa mjini lakini. Ukweli kwamba ile movie haikuwahi kushutiwa na Tea hakuwahi kutokea. Alikuwa darasani kanisani au ilikuwa? No, hakuwahi kutokea, nadhani hawakuelewana kwenye masuala. Ila alikuwa anakuja na kanisani. Kanisani pale? Hapana. Hakuwa muumini wa pale. Okay. Yaani alitafuta tu kama star wa industry ili aje asaidie ili pawe figa kubwa ambayo inajulikana kupush movie. Sasa baada ya pale mimi yale mazoezi tuliyofanya yakanionyesha kwamba oya una kitu. Kwa nini ukubali kipotee? Nikaambia mtu aliyeleta connection ya Tea, nikaambia nipe namba ya Tea. Wewe namba ya Tea, nikaambia wewe mengine yasikuhusu. Wewe nipe namba ya Tea. Akanipa. Ile namba ninayo lakini kuipiga shughuli namwambia nini? Najielezea mimi nani? Kabisa. Hapo nazungumzia mwaka 2009. Maana yake ndio mara yako ya kwanza ndio unaanza kuingia kwenye uigizaji hiyo. Asante. Najiuliza okay, namwambia nini Tea? Alafu ni star. Wewe Tea kilicho mkubwa wewe. Enzi hizo Tea alafu Bongo Movie ndio kubwa kwanza. Sasa siku moja nikasema bwana kwani mimi namtongoza? Kwani sijui mimi namwambia tukaibe?
Mimi sina, namwambia tu shida yangu, akitaka sawa, asipotaka pusi mbali. Nikasema namtafuta. Cheza moja kwanza. Ngoja kwanza. Mimi nataka nikufunge nikiwa nimeshakupa stories za kutosha. Anaisubiri ili ukitoka hapo endo kalale. Nikaamua nikampigia. Halo, wewe nani? Na sauti yake ile kubwa ile. Nikaambia mimi ni fulani, nikajielezea. Kwa hiyo shida yako? Nikamwambia mimi napenda kuigiza lakini sina connection, sina mtu wa kunisaidia. Nilikuwa naomba nisaidie, unishike mkono. Njoo Mwananyamala Biashara Complex kesho. Simple. Saa 9 jioni. Ukifika pale niambie. Bwana. Vile unakaa wapi? Mimi nakaa Mabibo Hostel. Unasoma kule? Yeah. Nikasema wangu. Unajua ule usiku wakati ulivyoongea naye sasa. Ushaongea naye, Aisha kubali appointment. Kwa hiyo sasa wewe ndo unajipanga nikishaonana naye. Namwambia nini? Sijui ataniambia nini, sijui atanipokeaje. Ulikuwa na kianzio ile movie ya kanisani, haikufanyika. Ile haikufanyika, yani ilikuwa project iliyokufa. Lakini mimi sasa yale mazoezi tulifanya mazoezi 2 weeks. Ikanionyesha kwamba ndani yako kuna kitu. Usikubali kife. Kwa kifuatilie. Na kwenye ile kundi la wale watu wote, mimi tu ndo nilitokea kuwa mwigizaji. Wale ambao mliigiza kanisani maana yake. Basi siku hiyo nikaenda. Kanisa lipi kwanza hilo? Tuwape credit bwana. Ni Mito ya Baraka liko pale, lilikuwa Jangwani pale jirani na klabu ya Yanga. Lakini sasa hivi limehamia Mbezi. Na huko ndo nyumbani au? Wapi? Huko Jangwani. Hapana. Au ulikuwa unaenda kuswali? Nilikuwa tu naenda kanisani. Sasa kanisani. Okay, sawa. Na kilichonipelekaga pale ni kwa sababu kipindi kile kulikuwa waimbaji wengi mastaa. Wanaenda kusali pale. Kwa hiyo unapuna unawaona. Sasa siku hiyo nikaenda nikaonana na Tea, nimefika pale Biashara Complex pale, nimempigia, kapokea, kashuka kweli, katoka gorofani kaja kunipokea. Habari? Unajua na mkwara nini, unajua sasa umekutana. Vipi na miaka mingapi? Niko na miaka kwenye 22 23. Okay. Vipi? Aniangalia vipi? Nikamwambia fresh, mimi ndo nilikuwa nakupigia. Unajua ile unajieleza kinyonge kabisa, lakini mtu mwenyewe hana noma. Okay. Ushawahi kuigiza? Nikamwambia hapana. Sijawahi kuigiza, ila nilikuwa najaribu kuigiza kanisani. Nikamwelezea ile project, ninaijua lakini haikufanyika. Nikamwambia nilikuwa mmoja wapo wa ile kundi, lakini kwa hiyo nikaona nikutafuta unisaidie. Kanambia poa, njoo. Kanichukua, kanipandisha juu. Pale ndo ofisi. Pale ilikuwa ofisi ya Atman Bilingi. Okay. Ndo alikuwa na director au? Alikuwa producer. Pale alikuwa yeye anakusanya mara nyingi wasanii wengi sana kwa sababu alikuwa anafanya kazi nyingi. Kwa hiyo watu wengi walikuwa pale. Basi tukaenda pale, tulipofika kule juu akamwita dada mwingine anaitwa Vanita Umari. Akanambia sikia, Vanita, huyu ni mtoto wangu. Mimi nakukabidhi wewe kwa sababu wewe ndo uko kwenye cycle kubwa. Yule dada Vanita alikuwa makeup artist. Kipindi kile anakuambia yeye ndo makeup artist peke yake Tanzania, wengine wote ni wapaka poda. Na ni makeup artist kweli. Maana kufanya kazi na Tea maana ilikuwa lazima mtu ambaye yeye ndo makeup artist wa Kanumba, sijui nani. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mkubwa. Kwa hiyo akamwambia mimi ni mwigizaji. Naweza kwenye project hii nisiwepo, lakini wewe watakutafuta. Kwa hiyo nataka wewe umshike mkono huyu. Popote utakapoona fursa, mpe nafasi. Basi yule mama ndo akanishika mkono kweli, akatembea na mimi. Ndo kunichukua, nikaanza kuigiza hapa na pale. Movie yangu ya kwanza niliigiza inaitwa Nimeokoka. Mwaka gani sasa? Mwaka 2010. Ina maana kabla hujaendelea kwenye movie hapo. Ilichukua muda gani mpaka kuaminika sasa kwanza kupewa scene kwamba MK hapa? Na ilikuwaje? Hiyo nahisi ni kitu ambacho ni kizuri sana watu wangetaka kusikia. Ili take time kwa sababu kutoka hiyo safari ya 2009 kuja 2010 alafu kutoka pale mwaka mzima wa maana yake. Mwaka mzima kutoka pale pakapita kipindi fulani hivi kama cha ukimya. Lakini uko pale pale? Uko pale pale na watu hujawapoteza. Lakini hakuna haoni kama kuna mpenyo mbele, ukiangalia unaona giza kabisa. Unaangalia wenzio na wakati alivyokukabidhi kwa yule dada, nini hasa ambacho alikuwa amekupa task gani ya kufanya wewe? Ulikuwa unafanya nini? Yeye task yake alionipa tu mimi niwe available.
Uwepo tu pale. Niwepo tu available kwamba nikihitajika nisilete longolongo. Hilo tu. Kwa hiyo yule dada sasa akaanza kunipambania. Akipata vinafasi ananiita, akipata vinafasi ananiita. Sasa 2011 ndio milango ikaanza kufunguka. Nikapata nafasi ya kuigiza kwenye movie ya Kanumba. Na enzi zile ukishaigiza tu kwenye movie ya Kanumba kaka, ni kama sasa hivi mwanamuziki akifanya collab na Diamond. Ushaenda baba. Yaani ni ushindo. Ndio nikaitwa. Nakumbuka siku hiyo nimeitwa ni kwa Coco Beach. Ilikuwa tayari ushaonana na Kanumba, ulikuwa umjui kabisa? Haikutana naye hivi bro. Yaani ni ndoto tu. Nilikuwa zangu siku hiyo nimeenda Coco, nilikuwa na mtu wangu zetu Coco, tumekaa kule chini ya mawe kule. Simu inaita. Wewe wapi? Nikamwambia niko Coco. Acha vyote unavyovifanya, wanawake watakuua wewe. Njoo, nije wapi? Njoo Sinza Vatican. Nikamwambia fresh. Panda pikipiki, sielewi, sina. Nikamwambia sina nguo, akaniambia wewe njoo kwanza. Mengine tutajulia huko. Huyu nimefika. Nikamwambia sasa wewe unatakiwa kucheza kama dokta. Script hii hapa, una simu zako 7. No, zilikuwa 11. Zisome ndani ya dakika 20 unatakiwa anze kushoot. Kabla kuendelea, ukipewa zile script ukiwa mwigizaji, ni kitu gani ambacho mnasoma? Unajua watu wengi hawajuagi, wanaanza kashika karatasi. Mnasoma nini? Yaani unasoma step? Yaani nini kimeandikwa pale actually? Pale pameandikwa dialogue. Yaani ule ndo muongozo mzima wa kila kitu. Yaani movie yote iko pale kwenye yale makaratasi. Wewe ni kazi yako kuyatoa yale maneno pale, kuyavaa yawe maneno yako sasa, halafu ya presenti kwa hadhira. Yes. Kwa hiyo sasa utayapresenti vipi? Ndio utasoma kama unasoma sasa nimekutana na fulani, inabidi sasa wewe yageuze ya kwako vile ulivyopewa. Kwa hiyo nikapewa zile script nikasoma chap chap. Mimi na yani kwenye point yangu kubwa sana mimi ni kushika script. Yaani mimi bro hata ukinipa kitabu hapa ndani ya dakika 5 nimesoma nimemaliza. Inakuwa rahisi sana. Kichwani ushaelewa. Sasa kesi inakuja na vaa nini? Nilikuwa nimevaa suruali yangu ya nini? Ilikuwa cadet. Sitoka nikasahau ya brown. Nilikuwa na t-shirt kama sa doctor hawezi kufanana hivi. Ikabidi nitafutiwe shati ili nivae na ile coat. Na cadet yako hii. Bwana. Yaani ndo naanza hapo hapo. Guess what? Nina kimwili yule pale nadhani ni mnene. Kweli? Nitakuonyesha picha utaona. Nikapewa shati la brother moja anaitwa Bakari Makuka. Bonge la mtu. Pande kweli kweli. Yaani huyo hapa kama mara 2 hivi. Bwana. Alafu weka mwili kama jamaa bwana. Yule mnene. Kwa hiyo inabidi nivae ile shati, nimelivaa lenyewe. Wakaniambia haina noma, weka juu nani koti la daktari. Twende. Kanumba, mwanangu umeshika script? Nikamwambia niko fresh bro. Basi. Hiyo ndo mara yako ya kwanza unaonana na Kanumba mwanangu. Natetemeka kishenzi. Lakini nikasema hapa ndo tobo langu. Na yule mama yangu alishanipanga, ananiambia yani hapo kiua ndo umeenda mjini. Kwa tuliza mapepe, igiza. Kapewa script bwana. Jioni hiyo usiku. Ni usiku huo. Usiku. Tuko hospitali, tukaanza kuigiza. Palestina pale? Palestina. Tumeanza kuigiza. Bwana ya kwangu ni take moja tu. Imo. Take nyingine imo. Yule kameramani wa Kanumba alikuwa anaitwa Zakayo Maguru. Sasa hivi ni marehemu, Mungu amrehemu. Rest in peace. Akaniambia bro, wewe unapenda kuigiza? Nikamwambia napenda sana. Una nafasi? Uko free? Nikamwambia baba muda wote mimi ni imagine mtu anakuuliza sana. Alafu cameraman wa Kanumba. Bwana. Akageuka akamwambia Kanumba kwa sababu alikuwa amevaa nani headphone makubwa. Akamwambia Kanumba mtafutie nafasi huyu jamaa. Ana kitu. Mimi nimeipenda sauti yake ilivyo, inafikisha sound nzuri sana, yani anaongea clear. Kanumba kaka hapo? Kanumba yuko pale. Ndo ongea yake. Zakayo, una uhakika? Kanambia kabisa. Basi ngoja tuone.
kapiga scene ya 3, mimi sirudii. Take one. Ni take moja, nikipige imeenda. Kipige imeenda. Tukamaliza. Scene zilikuwa ngapi? 8? Zilikuwa 11. 11, okay. Tukazipiga. Kitu cha ajabu hawakutegemea, walijua tutaanza kusumbuana, nuanze kuelekezwa. Yaani kishaelekezwa mmoja, mimi najiongeza, tunaenda tumemaliza. Na afu zingatia walikuwa wanatumia kamera moja enzi hizo, kwa hiyo ilikuwa ni shida tupu. Kwa mna shoot ingo tofauti kwa kamera moja. Sasa tukapiga ile movie kaisha. Nilipomaliza kushuti, Kanumba kanivuta pembeni akaniambia, mwanangu, kaza. Hii fursa uliyoipata hii inaweza kukufungulia milango mingi sana. Kwa kama kweli unapenda kuigiza, kaza, jitengeneze, utafika mbali. Kaambia nashukuru bro, lakini usinitupe. Naomba namba yako ili walau niona kusumbua. Kanaambia hapana. Mimi namba yangu sitokupa kwa sababu naweza nisiwe napokea simu zako alafu nikakudisappoint. Kwa ngoja nikupe mtu, chukua namba, unaona yule cameraman, chukua namba yake. Yule ndo assistant wangu. Kwa chukua namba yake, itakusaidia sana, itakuwa rahisi kwa wewe kumpata na kumlilia shida zako. Nikasema asante. Kamaliza, kaambia baada ya wiki moja utalipwa hela yako. Katulia. Dada moja anaitwa Mayasa Mrisho, ndo alikuwa PM. Tena siku hiyo mimi nakutana naye benki, ndo ameenda kuchukua mzigo wa hiyo kazi. Ulipo nyewe. Kwa kanambia mimi siendi mbali, nakupa hela yako hapa. Kanipa hela yangu pale. Nilifurahi. Parefu kipindi hicho? Kwa kipindi hicho mimi nilipaona parefu sana kwa sababu maana yake hiyo ndio ilikuwa hela yako ya kwanza uigizaji. Kwanza sikuwa nataka pesa kabisa. Kwa sababu nilivyoenda kuigiza pale sikuulizia hata maswala yanalipwaje, napewa shilingi ngapi. Mimi nilichokuwa nakitaka ni ile nafasi tu. Kwa sababu kwenye industry za entertainment kuonekana ni kitu muhimu sana kuliko hata pesa. Kwa sababu unavyoonekana ndio pesa zinajitengeneza. Kabisa. Ile movie ilivyotoka baba. Nilipo hela ndogo. Of course siwezi kuitaja tu, lakini kwa kipindi hicho si ile ilikuwa ndefu. Ilikuwa ndefu. So hasa kuna ubaya gani ukitaja bwana? Hebu achana naye. Lakini of course haikuwa ndogo sana vile. Ilikuwa hela yako ya kwanza. Lakini kwa kujiangalia mimi kwa sasa hivi naiona ni ndogo, lakini ilikuwa kubwa. Kwa hiyo unajua nikwambia kitu moja, faida ya kutaja, kwa unaweza kutaja hizo hela. Kuna vijana wengi ambao wao wanaamini hela ndio kila kitu kwenye maisha au kutoboa. So unaweza kumwambia hivyo akamwambia bana mpaka Prestige alilipwago hii hela. Mimi nani? Ukweli kwamba nilipwa 350,000 na 50,000. 350,000 na 50,000 hiyo ndogo. Bwana. Kwa ndogo. Lakini sasa hivi unaona ndogo. Sasa hivi ndio naona. Ila siku ile nimeipata hiyo hela. Ndio nikaanza kujua kumbe kwenye industry pia hela ipo. Ndio nikaanza kuenjoy sasa. Basi baada ya pale nilipata kazi karibia 6 mfululizo. Zikafululiza. Umeshakuona kwa Kanumba. Kwa hiyo ukionekana kwa Kanumba na maana ni kama kwenye mitandao ukiwa verified. Yaani wanajua kabisa wanajua huyu ana uwezo. Alafu pia ni kila mtu ananiona ananipeleka kule kwenye udokta. Kwa hiyo nilicheza karibia movie 6 zote mfululizo. Dokta. Wow. Kwa hiyo lakini kanibeba sana. Hiyo story imevutia sana. Lakini kabla ya kuhama hiyo hela ya kwanza hiyo ya uigizaji. Sio kwamba ulienda kutafuta watoto ambao walikuwa nakusumbua? Hapana. Nilikuwa na matatizo mengi. Nilikuwa na matatizo kibao kiasi cha kwamba ile hela sijui kama hata nilikula 100. Kwanza nakumbuka pale. Atoke bwana, share na sisi. Nilikuwa ndo nimeanza kujitegemea. Kwa hiyo nilichokifanya kwanza nilikuwa sina kitanda, sina nini. Nilienda unaona wapi pale nini Buguruni pale. Ukipita pale nini pale panaitwaje Buguruni nini? Malapa. Pale pembeni hivi. Sio kuna sehemu wanauzaga vitanda. Napajua pale. Kuna kitanda nilikuwa napita pale kila siku nikipita nasema hiki mimi nakitaka hiki. Kitanda cha ndoto yako. Nilikuwa nakiangalia kila nikipita nasema kitanda nakitaka hiki. Pataje? Siku hiyo nimepata hiyo hela kwa sababu nishapita hadi pale nimeulizia bei. 180,000. Kasema simtanie. Mimi siwezi leo kulala chini. Haiwezekani. Kaenda godoro nilikuwa nalo nikaenda nikachukua kile kitanda pale. Kajua leo nina kitanda.
Bwana ilikuwa sio poa. Nitoka pale nikanunua kitanda changu kile, nikanunua nini kingine, nilinunua pasi ili unyoke vizuri. Nikanunua na TV yangu moja ya mtumba. Ni vile vya vichogo? Vichogo inchi 12. Inchi 12 vile. Ili unaangalia movie vizuri. Nikakiweka pale kwa sababu TV nilichokuaga nacho mwanzoni kilikuwa kinazingua. Kwa hiyo nikasema mimi sipendi kupata shida nikiwa naangalia movie. Nikasema nakitaka hiki nikaweka mle. Kwa hiyo nikaona nimefanya achievement. Ilikuwa tayari umepanga nilikuwa nimepanga. Nilikuwa nimetegemea. Niko Mabibo Hostel nimekwambia. Kwa Mabibo Hostel. Nikafanya hivyo. Kwa hiyo life kaanzia. Life kaendelea pale. Ndio zikaja nafasi nyingi. Unajua sasa mtu aliyekuona kwa Kanumba anavyokuita hakuchukulii tena poa. Anakupa uthamani fulani nzito. Hakulipi tena zile hela za nauli. Anakupa hela kweli. Hata kama sio kama mastaa, lakini kuna namna unajipata na unasema alhamdulillah. Kwa hiyo safari kaanzia hapo. Tukaenda 2015 nikapotea. Nilipoteaje? Kuna issue moja ilikuja hapo katikati kaenda nipa hela nyingi. Kwa nikawa naona kwenda kuigiza nini bana? Nikipigiwa bana tunakuhitaji hivi na hivi na unapata kazi au nini? Kuna kazi nilikuwa nafanya. Ambaye alikuwa ananiingizia hela nyingi kwa siku, yani nilikuwa naingiza hela nyingi sana. Kuliko hiyo uigizaji bana. Kuliko uigizaji. Kwa hiyo zikanizubalisha kule. So nikapotea. Nikakaa tena kwenye kipindi kile 15, 16, 17, 18, 19 ndio nikaanza kurudi tena. Kwa hiyo safari imekuwa ndefu sana, ilikuwa na mambo mengi. Lakini ilikuwaje challenge wakati unarudi kwa mara ya pili kwenye game? Kuta watu washakuwa mastaa wengi washaenda mbali. Nafasi unapataje tena kama ya zamani? Ni kama unaanza kujitambulisha. Hawakuelewa, unaambia bwana mimi niliwahi kuigiza na Kanumba nyie. Kwa sababu hii industry yetu kipotea kidogo tu kuna vyuma vinaibuka. Siku wewe ukirudi baba unajitambulisha kabisa. Hilo ni kweli. Ilikupa shida lakini? Ilinipa shida lakini niliangukia kwenye mikono ya watu ambao wananifahamu. Kwa hiyo ni rahisi pia kunipokea. Nikapata nafasi kwenye series inaitwa Uhuru na Gharama Zake. Kwenye Uhuru na Gharama Zake sikupata nafasi kubwa kwa sababu nilikuta iko njiani tayari imeenda mbali, lakini walinipa nafasi kama nilivyokuambia, si tunaishi kwa kuonekana. Yaani kuna mtu anakusahau kwa sababu hakuoni kwenye TV. Ila akikuona hivi, kumbe yupo. Unaanza kutafuta. Kwa hiyo nilipata nafasi ndogo ambayo ilikuwa nacheza kama inspector wa polisi. Na kama unavyojua stories za mapolisi sio kubwa sana. Ila ya kwangu ilikuwa na role kwa sababu nilikuwa mle kulikuwa vitu vingi sana vya ovyo vilikuwa vinafanyika. Kwa hiyo polisi walikuwa wanahusika mara nyingi. So kutokea pale nikatoka pale nikapata nafasi kwenye Huba. Huba. Kwa maana yake ulikuja kipindi ambacho series ndo zimeanza kushika kazi. Nilipotoka kwenye Huba nikakutana na Ray akaniambia, "Mwanangu, sasa hivi ukipata kazi yoyote ya Azam usikubali. Mimi nataka nikutumie kwanza mimi." Nikamwambia fresh, hamna neno. Nikaingia kwenye Tandi, tukapiga, tukatoka kwenye Tandi, tukaenda nikapata nafasi nyingine kwenye series inaitwa Siri. Nini Pazia. Pazia nifahamu. Tukaenda nayo muda mrefu kidogo. Baadaye nikapiga series nyingine za Azam. Here we are. Sawa, hongera bwana. Hongera sana. Safari haikuwa rahisi, acha nikupe mkono kwanza. Haikuwa rahisi. Hongera na pole. Sawa, sasa hivi tuko kwenye mimi wao nasema sasa hivi tuko kwenye generation nyingine kabisa kwenye swala la uigizaji. Sio tu uigizaji, kila sehemu vitu vingi vimebadilika. Wewe una experience ya kufanya kazi na Kanumba vizuri kabisa na ulikuwa naye umepiga naye story. Sasa hivi uko kwenye hiki kizazi hiki cha series kama nilivyosema zamani. Kama nilivyosema muda fulani uliopita sasa hivi. Sasa hivi tumehamia sana kwenye series. Series ndo zinatengeneza pesa au ni kwa sababu tu ya mabadiliko labda ya digital kuliko movies hizo single? Unajua movies kipindi kile zilikuwa na distributor ambao walikuwa wanachukua. Kwa hiyo ukishatengeneza kama mwigizaji, unajua artist
hawanaga hela ya kufanya distribution. Unajua distribution ina take a lot of money. Kwa hiyo angalau wewe ukishatengeneza ukajua namuuzia huyu, yeye ataenda kuhangaika nayo, inakuwa rahisi. Lakini sasa kwa kipindi hiki hapa wale distributors hawapo tena. Kilichopo sasa hivi ni kwamba distributor watu tuliokuwa tunawategemea wamehamia kwenye TV, kwenye hizi TV. Yes, kwa hiyo wanachokitaka wapelekee series. Kwa sababu movie ukitengeneza unamuuzia nani haraka haraka? Hakuna. So series kwa sababu ina muendelezo. Kwa hiyo series kwa sababu ina muendelezo, na huyu anataka biashara ambayo ina muendelezo ili na yeye atengeneze pesa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo ndio maana series. Lakini wewe kwa nafsi yako, wewe kwa sababu umegusa kote. Wewe yani roho yako iko wapi? Series hizi au zile single movie kama zamani? No, vyote ni sawa. Vyote ni sawa kwa sababu ndo kazi yetu. Kazi yetu hauwezi kusema tu utabase kwenye movie au kwenye series, lazima upige kote kote kwa sababu lengo ni lile lile. Sema tu kutengeneza movie ni rahisi zaidi ya series kwa sababu series inakula muda. Muendelezo kwa sababu huigizi mara moja ukamaliza. Labda mmepewa episode 500. Hamwezi kuziigiza kwa siku moja au siku mbili. Kwa hiyo unajikuta ni kitu ambacho kina muendelezo mkubwa sana. Ila pia uzuri wake ni kwamba inakugarantii hela ya kujirudia. Sawa. Kabla kuendelea na maswali, kwanza nataka kuuliza swali. Ili movie au umeweka hizo nini zile? Za mashehe. Maana kila nikiangalia huku mbona hakuna movie? Mbona ziko humu tu na hapa? Hapana, hii kitu iko original. Hapa ndo tunasemaga Mungu fundi. Kaamua mwenyewe tu kuiweka brand hii hapa. Hizi ni movie original kabisa. Kwa sababu kama ingekuwa kupaka hivi, huyu fundi anatakaje? Fundi, ndio maswali hii moja kabisa. Au ni black? Hapana. Sio black? Hapana. Utabahatika kuniona siku ambayo zimeshaota tena. Nimependa huo muonekano. Kabisa. Na mimi mwanga na kuangalia kwenye hizo tamthilia. Kwa hiyo mimi najua kama umebaki. Wanaita nini? Rangi zile rangi zile. Bleach sio nini? Nikajua labda umepaka. Kumbe ndio yenyewe hiyo asili yako. Basi sawa bwana, hiyo ni baraka. Kwa tofauti nani ya kitofauti sana. Mungu anakutengenezea. Unajua Mungu akikupenda anakutengenezea kwa utofauti kako fulani hivi. Kabisa. Ambako hakuna mwingine. Ambao unajua huyu brothers Prince Jim. Sawa. Kuna muda hapo kama ulivyosema, kuna muda ulipotea kwenye industry. Ila kuna muda pia mimi najua mmekutana na biashara mingi sana kuambiwa. Najua sometimes inaomba kama waigizaji kuambiwa Kanumba kaenda na tasnia yake. Umekutana nazo hivyo vitu? Kanumba kaenda kweli na tasnia yake au ni maneno ya mitaani? Hapana. Ukweli ni kwamba Kanumba kaenda yeye kama yeye. Tasnia ipo. Sema tu kitu kimoja. Ni kama tufanye mfano kwa sasa hivi. Kwenye industry ya muziki nani ameshika sana? Ameshika sana au ni mkubwa? Ni mkubwa kuliko wote. Mkubwa labda kusema Diamond. Leo Diamond akiondoka, kuna watu wengi sana watalose interest kwenye muziki. Sio kwa sababu industry imekufa. Lakini yule aliyekuwa nampenda yeye, aliyekuwa namfuatilia sana, ameondoka. Kwa anaona bana wewe. Au tuseme kwa sababu ana fan base, watu wengi wanamfuatilia yeye. Ile fan base ndio hicho ninachokizungumzia. Ile fan base ya Kanumba ilikuwa ni kubwa sana. Watu hawajawahi kujua huo tofauti. Na hajawahi kutokea msanii mwenye fan base kama Kanumba? Of course, ukimzungumzia mtu kama Ray ana fan base kubwa, ukimzungumzia mtu kama JV wana fan base kubwa. Lakini tu yule mwamba alikuwa amejiweka kwenye klasi yake kule juu. Kwa hiyo kuja kuimatch ile space pale. Kwa hiyo mimi nimepata swali hapo. Umeeleweka. Unataka kuniambia tasnia ya Bongo Movie haikufa, bali mashabiki ndio waliacha kufuatilia? Tasnia haikufa. Mashabiki waliacha kufuatilia, alafu pakaja mabadiliko ya soko. Kumbuka soko la movie lilivyokufa, sio kwamba watu walihamia moja kwa moja kwenye series. Palipita ukiwa pale katikati ambako kulikuwa hakuna kitu watu wanafanya. Watu wakaparanganyika, wengine wakaenda kulima, wengine wakaanzisha biashara nyingine. No, haujanielewa. Kanumba alikufa. Movies zikaendelea. Sawa? Lakini pale katikati
Kama unakumbuka kipindi ambacho watu wasanii wameandamana, sijui Steps anatunyonya, sijui anafanya nini, ile soko la movie wakaliua wenyewe pasipo kujua kwamba tunaliua ile soko, tunaenda wapi. Kwa maana yake ni kwamba mwekezaji akaogopa akarudi nyuma. Mwekezaji hakuogopa, alilazimishwa kuondoka. Kwa sababu watu anatunyonya, tutaki aondoke. Basi haya, mimi naondoka. Fanyeni basi, hamna cha kufanya. Kwa hiyo sasa pale zile stress ndio ikawa kama soko industry imekufa, kwa sababu hakuna mtu anatengeneza kazi, utaitengeneza unaipeleka wapi? Kwa hiyo kila mtu sasa kaanza kujitafuta kivyake, huyu aende kulima, huyu afungue biashara, huyu sijui ahame nchi, huyu sijui aende wapi. Kwa hiyo ikawa kama industry imekufa. Lakini watu sasa wana relate kwa Kanumba kwa sababu ni matukio yalifuatana. Okay. Ilikuwa ni kipindi hicho. Kanumba anaondoka, alafu pia kuna mabadiliko yametoka kama revolution fulani. Yes. Sasa kama kipindi kile ambacho wanaamua kwamba soko la movie walibadilishe, alafu soko la series lingekuwepo, wala pasingekuwepo mabadiliko yote, wala watu kuona kwamba industry imekufa. Wasanii walipokeaje mabadiliko? Yaani kupokea mabadiliko na kuingia kwenye mfumo ilikuwaje? It was hard. Kwa sababu kwanza hujui unaenda kuanzia wapi. Kwa sababu kumbuka, mmeliua soko la movie. Hamna stakeholder mwingine ambaye kwamba mtatengeneza kazi mumpelekee. Kwa hiyo sasa inabidi mkae mko wanyonge. Wewe tuendelee au uendelee kunijibu bwana? Wewe ngoja nikujibu. Mimi nataka nikupige watu wakiwa waoni, ili kwamba sio. Unaelewa? Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba watu wakaanza kufanya kazi za kinyonge. Unaangalia kipindi kile movie watu walikuwa na produce hadi milioni 20, milioni 25. Mtu akaanza kuangalia niingize milioni 25 hapa, nairudishaje? Namuuzia nani? Kwa soko liko wapi? Soko hakuna. Ukienda kuwapelekea wale wasambazaji wadogo pale wa Kariakoo, ndo wanakusubirisha mpaka auze sijui pisi ngapi, mpaka afanye, na yeye anakupiga umo. Hakuna hela. Kwa hiyo watu wakakata tamaa, wakaacha kufanya. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana mpaka pale ambako TV hizi zilivyotokea zikaamua. Kwa hiyo kitu ambacho kilirudisha soko kwenye ramani ni ujio wa TV. TV zimekuja kutuokoa sana. Na zingatia kipindi kile hamna soko sijui la YouTube sijui wapi. Kwa hiyo ni either uko kwenye TV au toe CD. CD unazitoa unamuuzia nani? Sasa wewe kwenye TV ilikuwa ni kwenye TV hawanunui movie. Kwenye TV wanataka series. Na series wewe unawezaje? Kwa sababu ni just a story, ina muendelezo, si ndio maana yake? Kwa wale wanataka kitu ambacho kitatoka hapa kiende hapa. Yaani watengeneze grupu la watu ambao wanaona sababu ya kuendelea kulipia ile vingamuzi. Kwamba mimi naifuatilia hii story, sitaki ipotee, nisione. Kwa hiyo ikiisha nalipie, nalipie. Safi. Kwa wewe mimi nakuuliza maswali kwa sababu wewe umeshuhudia generation zote mbili. Ile ya kipindi hichi na hii ya mabadiliko sasa hii generation mpya. Kwako wewe unahisi tumerudi pale ambapo tuliishiaga kwenye revolution ambazo zilifanyika? Nao Bongo Movie sasa hivi imefika pale kwenye level au bado? Hapana. Hatujafika. Tumerudi tu kwenye reli kwamba sasa hatuwezi kukaa na njaa, hatuwezi kukosa hela ya kula, hatuwezi kukosa nini. Lakini ile peak tuliyokuwa nayo kipindi kile hatujarudi pale. Nini ambacho kinakwamisha kufika pale? Kinachokwamisha ni kitu kimoja. Kinachokwamisha ni kwamba kazi zinafanyika, ila zingatia kwamba haziwezi kuwachukua watu wote. Hicho cha kwanza. Lakini pia hatuwezi kwenda wote kwenye series moja. Na series moja inabidi muiache ianze iishe ndio mje kwenda na nyingine. Lakini kipindi kile cha movie wewe ukiamua unaingia sokoni na mimi naingia sokoni na huyu anaingia sokoni. Sawa. Mnaenda wote. Safi. Sasa swali linalofuata mimi nataka kucheza kati moja hapo kidogo afu tuendelee. Hem, poza mdomo kidogo kwa maana umeongea karibia nusu saa nzima. Hem, piga kati moja hapo kwanza hivi. Chagua wewe unataka kucheza. Wewe mbona unataka tu mambo ya ajabu? Mimi nataka bana nione bana. Brother Peace bana. Pigie moja hapo. Au unaona kwamba moja hapo alafu aja. Ndio maana ulikuwa unaogopa.
No. Hii wewe cheza. Nicheze. Haya, mimi nacheza hii. Kaona atakachofanya. Angalia hiyo. Angalia ninapocheza. Hii hapo. Ha? Umeona hii? Unampigia moja? Haiwezekani bwana. Mimi nifanye hiyo nyeusi sasa, ikiingia umejifunga. Hii nyeusi ukipiga ikiingia umejifunga. Chagua, mimi nimecheza kubwa, wewe chagua hizi ndogo mpaka imeisha 8, imeisha 7. 1 mpaka 7. Bwana. Mbona tunataka kudhalilishana? Bwana. Mambo gani haya? Sawa, ukiwa unaendelea kucheza, swali langu ile hapo. Sasa hivi mimi nimejaribu kufuatilia soko la Kenya la uigizaji, Uganda, Rwanda na mataifa mengi ambayo yanatuzunguka sisi na Tanzania. One question ni kwamba kwa nini waigizaji wa Tanzania they are so they are mko loko? Kwa sababu hata kwenda hata Netflix jamani hatuwezi kupeleka hata moja. Ina maana sisi hatujafika level hiyo kweli? Quality au ni story au lugha? Tukua mkuu mwazi. Je, kwenye quality, lugha au ni story zetu hazikidhi Netflix? Mimi nipe hilo jibu hilo. Hivyo vitu vyote sisi tuko sawa. Kwamba story, sijui quality, sijui lugha. Kwa sababu Netflix sio lazima iwe Kiingereza tu. Unaweza kuwapelekea movie ya Kiswahili na wakachukua. Sawa. Issue ni moja. Twende tena. Budget baba. Budget. Budget. Hicho ndo kipengele kikubwa. Wanahitaji kwa sababu demand zao ni kubwa sana. Wanataka nini? Demand zao ni kubwa sana. Kuna namna wanataka movie zao zionekane, ziwe ile class wanayoitaka pale. Unajikuta mtu mpaka kuifikia inakuwa ni shughuli. Sasa shida ni wasanii au ni hawa watengeneza story au wa director? Yaani nawezaje kusema, labda niseme ni shida iko kwa producers kwa sababu hawafikii kumatch ile level ya wanachokitaka wale kwenye budget. Sasa kwa mfano, mtu anajiuliza ambao yuko Kagera huko, Sumbawanga, anauliza budget inafaa mnataka mfanye nini? Kwa sababu kamera mnazo nzuri. Haya, muelezee mtu ambaye hajui budget ya usikaji. Tuseme hizo kamera zipo. Lakini haziko mkononi mwangu. Sawa, siende kuzichukua bure. Inabidi nizikodishe. So maana yake ni kwamba kwenye soko letu hapa la Bongo Movie still hatuna vifaa ambavyo vinakidhi standard ya vifaa vipo. Lakini shida unajikuta labda wewe ndo unamiliki hivi vifaa. Alafu wewe huna hiyo interest. Mwenye interest hana hivyo vifaa. Inabidi aje vichukue kwako. Wewe inabidi akupe hela. Kila akiangalia hela unayo demand wewe, kwa sababu let's say unakuta kamera moja na inatakiwa labda utoe 500,000 kwa siku. Movie unayokwenda kuipeleka kule, hautaenda kuishuti kama una shoot tu. Kwa mfano mimi naona nyingi mnapeleka Azam. Sasa mbona na vifaa vizuri tu vya shoot hiyo standard ya kwenda Netflix? Azam vifaa vya Azam ni vya Azam, sio vya kwetu. Sasa kwa nini msijaribu Huwezi kuchukua vifaa vya studio mle wana kazi nazo. Si mwekezaji. Huwezi. Lakini si mwekezaji. Yeye anawekeza kwenye kazi zake yeye. Anazoziuza yeye ndo zile series. Kwa sababu hawezi sasa yeye kutoa vifaa vyake. Hizo anazowekeza yeye zinakidhi vigezo vya kwake. Vinakidhi, ndo maana anarusha. Ziko Netflix kweli? Hapana. Hazipo kule. Kwa sababu yeye ana standard zake amejiwekea. Ujue TV station of course wanaangalia ubora, wanaangalia story, nini, performance, lakini hawana ile kwamba wanataka zile standard kubwa. Kwa sababu kama story ni nzuri, wasanii wana perform vizuri, picha inaonekana vizuri, wao inaenda tu. Ni biashara tu. Wao inaenda tu. Sawa. Mimi tukimalizana na maswali haya ya kazi, mimi nataka nikuulize tu swali moja. Mimi nimeufuatilia. Unajua wasanii kwa mfano kama Gabo tule mfano. Yeye bwana wakana expose mke wake. Uko naye unafanya nini? Hiyo ni personal sasa ya kwako sasa. Vipi nini? Kuona hiyo ndugu yangu labda waifu apendi hivi vitu au yuko kwenye tasnia au hayupo kwenye tasnia, na labda kwa kwako kama wewe ni msanii, watu wengi wako kama role model. Familia vipi na watoto, mke na nini? Mimi nataka kufahamu tu. Nielezee wewe. Mimi na mtoto mmoja ila sina mke. Okay. Lakini pia hata nikiwa na mke
mimi sio ile aina ya watu wanapenda sana kuexpose maisha yao ya kuweka mtandaoni. Yaani ni tofauti kabisa. Yaani nitaweka vitu vinavyohusiana na kazi, ujinga mwingine, lakini when it comes about maisha yangu tu ya private, nataka iwe private. Kuna mkotaki kuoa kabisa wewe bwana. Au ulioa ukachana? Kwa nini unaenda huko bro? Sasa sinauliza nifahamu bwana. Nitalijibu soon. Next interview nitalijibu hilo swali. Utanijibu kwamba naoa lini? Au utanijibu naoa lini? Unacheza ya mwisho? Si zamu yako? Mimi nimecheza nyingiza mbili, wewe mcheza hizo hapo nipe moja bana iende bana. Hii mimi nakufunga bwana. Nataka kuona bwana mfungaje bwana. Hivi unaelewa maana ya unaelewa, lakini kwa kuwa unaichukuliaje mtu akwambia wasanii wa Bongo Movie hawafanyi kitu kinaitwa showbiz? Nataka kujua tu uelewa. Yaani wewe Coco unaizungumziaje? Mtu akwambia bwana wa Bongo Movie wale wako loko sana wafanyagi showbiz. Unaona kama Diamond anafanyaga na Brad, magari, majumba ama nini. Sasa Bongo Movie hatuvioni. Mtu akisema hawa jamaa loko sana wana showbiz nini, na kwa showbiz kwa msanii ni biashara, si ndio? Of course. Coco unamjibu mtu wa vile vipi? Majibu yatakuwa mengi, lakini mimi nachukulia kwamba labda ni kweli amfanyi, lakini ni kweli amfanyi showbiz walio wengi hawafanyi. Wewe unafanya? Mimi sifanyi. Ndio maana nimetoka kukuambia kwamba mimi spend private life yangu ende mtandao. Sawa, ina faida kwenye sanaa wewe? Ina faida kwenye kutaka kujibrand, yes. Na faida kwa sababu kuna tu mtu anakuwa interested na wewe kwa sababu ya vitu anavyoangalia na unavyofanya. Angalia kete ukiwa unaendelea kujibu hapo. Angalia. Umeona? Wewe hilo umeona kabisa umenikamata. Tumalizie kwenye swala showbiz. Kwa hiyo kila mtu anakuwa kuna mtu anakuwa interested hivyo kwako, na kuna mtu mwingine anakuangalia sasa ndo nini. Kwani akituonyesha hayo magari ndo nini? Akituonyesha sijui ana nyumba nzuri ndo nini? Shamba ulimbukeni tu. Kwani asikae navyo sivyo kwake vinatusaidia nini sisi? Lakini kuna mtu mwingine anasema Umwamba yuko mbali, anatuinspire, amefanya hivi, amefanya vile. Kwa pia unajua kwa mfano mitandaoni kuna tofauti ya generation. Gen Z wanataka hizo. Na ndo soko lilopo sasa hivi. Ndio, wanaona ni vitu vinawa inspire. Lakini generation ya iliyopita hii unatupa stress tu hapa. Tunaonyesha magari. Unatuonyesha magari, watu tunatuelewi tunatokaje kufika sehemu moja, alafu unatuonyesha magari, maana yake nini? Huu ni ushamba tu. Hivyo vitu vya kwako. Kwanza Mungu apendi. Utaviacha ukifa. Utaviacha. Unaturingishia. Unakuta comment moja naendaga mtandaoni sana, unasikia siku mkipata matatizo ndo tunajuaga hizo nyumba na magari. Mnaanza kuomba misaada. Lakini sasa hivi mko hapo mnaturingishia magari, mnaturingishia majumba. Kwa hiyo ukivipima hivi vyote, kuna time unasema nini? Hebu ngoja tunia. But wewe unawaambia nini vijana generation hii mpya? Wewe sawa, kwa umri wako it's okay. Ulivyonieleza nini, inawezekana kweli kuna watu ambao wanakufualia wewe wameanza na muda, sio vitu vyao. Hii Gen Z. Kwako ndo mwigizaji Gen Z generation hii mpya. Kuprag hivi mambo showbiz yanafaa ayafanye? Kufanya mimi naambiaga watu kitu kimoja. Fanya kitu kwa malengo fulani. Naweza nikawa nafanya kwa sababu najua mitandao kuna namna inatakiwa uwachanganye, uwapelekee vitu mpaka huyu ana nini? Mbona ana makelele sana, mara tuposti gari, mara tuposti nyumba, mara mademu, mara sijui vitu gani. Kuna nini? Sasa usifanye hivi vitu afu huna product unayokuja kuileta inayokuingizia hela. Huo ndo tunaita kweli ni ushamba. Lakini unapoifanya hiyo afu wamekuzungumzia, kwa sababu ujue msanii hata wakikuzungumzia negative ni sawa. Ili mradi unazungumzwa. Yaani wanasema msanii zungumzwa. Hata ukizungumzwa vibaya it's okay. Ni biashara nzuri. Ni kwa sababu kuna mtu atapata huyu anayezungumza ni nani, hebu nikamwangalie kwanza. Ana nini? Amenasa. Sawa. So fanya hivyo ukiwa na kitu unachokuja nacho, kwa sababu wakishakuzungumzia hapo kwenye hizo negative zao, then unawaletea product
wanaendelea kuuza. Kumbe ndio maana alikuwa anafanya haya makelele yote. Lakini sasa unafanya haya makelele, hakuna chochote unachofanya, ndio watu wanapokosea, si ndio? Mimi naamini interview tukifanya tutachukua muda mrefu sana. La kumaliza hili, wewe ni mwigizaji, una heshima yako kwenye tasnia, si ndio? Nitajie tu waigizaji watano kizazi new generation future ambao yani unaamini hawa watakuja kutukubadilisha sana game tu, tutafika kule kwa kina Netflix kule juu kule. Tajie tu watano vijana tu, usitake watu wazima sana. Vijana ambao unaona ni moto. Usitaje ambao unaigiza nao. Angalia soko lote. Sababu utakuja kutaja vijana wako. Sasa si nao naigiza nao. Sawa, twende tumalize hapo. Okay. Na umekataa kabisa kuingiza kete yangu hata ngoja kwanza. Umeshanipa swali la kuniwasha moto kabisa yani, kwa sababu najua vijana wako wengi. Na hili mara nyingi linakuwa swali linaloleta uchonganishi. Maana unatoka hapo mtu oya, kwa mimi unioni mwanangu. Kama unanikandia. Naona umewataja wanao tu mwanangu, mimi kwa hiyo mimi si lolote si chochote. Kwa hiyo inakuwa bifu nyingine, lakini wapo vijana wengi sana wanafanya vizuri na wakiwa na consistency na wakaweka focus kabisa kwenye hii kazi. Of course wataleta mabadiliko makubwa sana. Naomba nisiwataje kwa majina, lakini vijana mimi nimeomba majina. Mimi nimeomba majina. Okay. Okay, ndugu zangu, nataka kutaja majina matano kwa mtavumilie, mwe pole, ambaye jina lake alitokuja haraka haraka kinywani mwangu, ujue kwamba sio kwamba ujue kwamba sija kuignore, ila ni kwa sababu ya idadi. Moja. Kuna jamaa anaitwa Habibu Mtambo. Nitaje wa kiume tu au? Una mix yani una overall hiyo. Okay. Kuna jamaa anaitwa Habibu Mtambo. Kuna mtu anaitwa Nawanda. Huyo ni ukimwi. Nawanda, Nawanda kwa jina limekaa. Kuna dada moja hivi anaitwa Sapna Firoz. Okay. Kuna dada mwingine anaitwa Neema Walele. Of course ni wa muda mrefu lakini yumo kwenye hii safari. Wa mwisho, I'm here. Wewe. Alafu kwa kumalizia pia la mwisho jamani. Naomba wewe unafuatilia muziki pia. Kuna wasanii ambao unawapenda kwenye muziki na unasikiza sana ngoma zao? Mimi namfuatilia sana Mbosso. Mbosso. Napenda muziki wa Mbosso. Okay. Kwa sababu Mbosso anaongea story. Okay. Muziki wa Mbosso ukiwa unausikiliza, yani anakupa story, anakupa hadithi. Unasikiliza nyimbo, unasikia na hadithi. Kwa hiyo napenda sana Mbosso. Mbosso. Wewe ndio wewe ni shabiki wa Mbosso. Kabisa. Wewe Yanga Simba? Bro. Mimi ni Yanga. Ubingwa unakuja leo mwaka huu? Yanga bingwa. Yani hamna mtu wa kutupinga kwenye hilo eneo, tushamalizaga hapo. Mshaandika bali. Hiyo ilishaandikwa Yanga bingwa. Isha. Hayo mambo mengine waendelee kwanza kuhangaika. Okay. Wakija kujipata, kwa sababu tuliwaambia miaka 10 tunachukua ubingwa mara 10 mfululizo. Baada ya pale ndo tutafikiria tumpe nani. Sasa hivi mara 4 au bado 6. Kwa hiyo tunafikiria tukichoka, si ndo tunaangalia mwaka huu ngoja tumpe Azam, tuwape madunduka. Ndio watu gani? Wanajijua, usijali. Kwa hiyo tutakuwa tunagawa. Si ndio tutakuwa tuna dictate nani achukue. Bwana, nashukuru sana kwa timu yako my brother. Tumepata muda mzuri. Of course mimi ndo kwa mara yangu ya kwanza nafanya interview na wewe. Lazima niwe mkweli. Na mimi kiukweli nakufuatilia kwenye hizi tamthilia ambazo mnafanya. Kwa mimi pia ni shabiki yako. Shukrani sana kaka. The best, nimefurahi sana kuweka historia hii bwana. Pamoja sana. Pamoja sana. Umekataa kuingiza katata moja. Bwana wewe, subiri. Hii next time tunafanya tu hii tukufunge mpaka unioke. Haya, shukrani sana. Poa.